Mimi ni shabiki yako na nimekuwa nikikufuatilia kwenye mitandao yako ya kijamii kama nilivyosema. Mwaka huu kwenye birthday yako ulivishwa pete ya uchumba. Lakini vidole vyako naviona hapa hamna pete. Labda pete iko wapi? Tumeachana. Tena? Nasikia jamaa alikuwa mzungu. Sio mzungu. Mimi sijapenda wazungu. Ni Mwafrika lakini anaishi Australia, ni Mkongo. Tumeachana. Sababu ya kuachana mbona ghafla sana, na ni kama alionyesha nia zaidi ya kutaka kufunga ndoa na wewe. Labda nini hasa au sababu gani hasa ambayo ilipelekea mpaka mkaachana na Mkongo? Tumeachana kwa sababu cha kwanza ni mtu ambaye ananihukumu sana kwa makosa yangu ya nyuma. Yaani vitu ambavyo unaga mtandaoni, hata kama alishaonaga na mpenzi wako anakiongelea kila siku, hadi mimi najisikia vibaya. Mbona hivi? Sometimes anakutana na mtu kwa anachukua picha huko mtandaoni, anakuja cheki samizie cheki nyingi, nashindwa. Nikamwambia bana, isikiliza. Hayo ni vitu vya zamani. Kama unaweza tukaanzia hapa ambako tumejuana mimi na wewe, tuanzie hapo. Hayuko tayari kuanzia hapo. Yeye atakwambia sawa. Akiwa amemkausha atakwambia sawa baby, basi tuendelee. Kesho atakwambia tena, kuna mwanaume ulikuwa unamlisha chakula, mimi leo inaniuma, hata kama unaniambia tuanzie hapo leo inaniuma. Nikasema mtoka kaka. Ukizingatia ana mke. Mwenyewe kumbe ana mke huko kwao. Kwa hiyo kwenda kwa bi mdogo. Sasa alinidanganya, ananiambia ana mke. Na ulikuwa tayari kabisa baada ya kujua kwamba ni mume wa mtu, ulikuwa tayari kuolewa naye? Nilivyojua nisingeweza kuolewa naye kwa sababu mimi sio Muislamu. Alafu pia siwezi kuwa mke mdogo. Kwa nini wewe mke mdogo? Wakati Mungu amemwekea kama mtu na mume wake, chaguo lake ni wakati wa muda tu. Ile kukimbilia kuforce ndoa, unajikuta umeingia kwenye ndoa ya watu ambao wewe hukustahili. Ndoa ni wawili. Watatu ni ibilisi. Ibilisi. Ungekuwa wewe Muislamu, labda ikatokea unataka kuolewa mke wa pili, ingewezekana? Hapana. Siwezi kuishi. Yaani siwezi kuwa na mke mwenzangu. Kwa nini? Jela itaniita tu. Kwamba wewe ni mkorofi sana au nini hasa? Wivu mkubwa, tatizo ni nini? Siwezi kuwa na mke mwenzangu. Yaani siwezi ambavyo vitu ambavyo navipata mimi akapata na mtu mwingine. Kwa nini yani? Vitu gani hivyo Lulu? Mtu ambie kidogo vitu gani ambavyo utamani kushare na watu wengine hasa kwenye swala zima la mahusiano au mapenzi? Sitamani mwili wa mwanaume wangu aujue na mtu mwingine au tushare na mtu mwingine. Yaani wa kwangu huo wa kwangu mimi mwenyewe. Maybe michepuko huko nje bila kujua, kwa sababu wanaume hao unaweza ukamwekea viapo lakini wanasemaga ni kama tu maskini kwamba ana kiapo. Ndio hivyo, na wanaume pia wanaga kiapo. Lakini sio kujua kabisa na mke mwenzangu eti huyu hapa, hapana. Wewe ni mwaminifu kwenye mahusiano? Ndio.